Ninakumbuka kuna siku moja tumeingia kwenye maombi, tukasema Bwana atatujibu. Tunatoka kwenye maombi ya siku 7. Tunakwenda soko pale Ilala pale. Unaambia pima mchele kilo 1, anapima, alafu anasema Bwana atajipatia. Tulikungutwa vibaya sana hapo. Tunasema Bwana atajipatia, kama vile kuchukua punda. Ni kwa sababu ya kukosa nini? Mafundisho. Lakini tulipokana kufundishwa ndio tukajua tulichemsha. Mimi nakwambia, pamoja na bidii yako na kujaa Roho Mtakatifu, unamhitaji mwalimu. Na huyo mwalimu hautampata mitaani, utampata kanisani. Na huyo mwalimu asije na mafundisho yake yeye, lazima apate instruction, yani maelekezo from the pastor. Kwa sababu anayekuelewa wewe ni mchungaji wako. Kama mtu mmoja aseme amen na glory. Unashindwa kuelewa. Mama, hata ukisikia kuna confusion ya vipawa, sio pepo. Watu wamejaa neno, wameshindwa sehemu ya kucheua. Wanatakiwa apate maelekezo. Wewe ukishaona umefika tayari. Nilikuwa sehemu fulani, mchungaji wangu mmoja amefanya kazi, kawashindilia watu neno la Mungu, walikuwa wamejaa neno la Mungu kweli. Kila mmoja mzigo na wito. Kwani kila mmoja anajisikia lazima ahubiri. Akamwambia Bwana, sasa na shida. Nikitaka kuhubiri kila mmoja anataka kuhubiri, sio anataka kunipindua. Ngambia anataka kupindua hawa wameisha nenepa vya kutosha hawa. Wamenenepa vya kufanya nini? Vya kutosha. Wape njia, wafungue kazi ili wajue uzito upande wangapi? Upande wa pili. Fungulie tu pale. Hata kuja kufanya hivi. Fungulie pale. Na wewe mshukuru Mungu ukiona mtu anasema ngoja nikufungulie, mshukuru Mungu. Kwa sababu kuna wengine tumeanza kazi kama kuku wa kienyeji. No support, unakwenda tu unangojea kilema yuko wapi umuinue ili upate pa kulala. Kwa shida. Nakumbuka siku moja tumekaa na njaa, tumetoka kwenye maombi huko, tunaomba Mungu ingilia kati, tutakula wapi? Alafu jamaa mmoja alikanyaga tope hivi, kukanyaga kwenda kuangalia, kulikuwa ni shilingi 10,000. Kumbe Mungu akaamua mlevi mmoja aangushe kwa ajili yetu. Sasa wengine wote tulipoona ile, ikabidi kwenye matope tunatembea namna hii, hatukuona kitu. Kumbe ile Mungu alitoa kwa ajili ya kutuhurumia kwa wakati ule. Sikiliza, ili somo ni refu, nitakuombea kesho, sema amen. Lakini nimekueleza hili kwa sehemu, nataka we ujue uwito ulioitiwa. Hata ukimwona mtu ana milioni za hela, ni za kwake. Hebu uwe kama mfanyakazi wa benki. Utakuta mfanyakazi wa benki pengine anapokea milioni 5 tu kwa mwezi, lakini anahesabu mabilioni, lakini hayatamani. Kwa nini unashindwa na mfanyakazi wa benki? Ukiona mwenzako amepanda tu vile, iweje? Ukiona hiki na hiki, hapana. Lazima tu change mind yetu. Ukiona fulani anatumika vizuri zaidi, sema amina. Mpe muunge mkono. Ukishindwa kuunga mkono, nyamaza nini? Kimya. Alafu mwangalie Jehova. Unapoweka shina la uchungu ndani, linakwenda kukutesa. Mimi nataka uitambue huduma ulionayo. Alafu unafika kwa mchungaji wako, unamwambia mama, nina mzigo wa jambo fulani. Alafu atakupima, je, umekomaa kwa wakati huo? Kwa sababu kazi ya Mungu sio kuhubiri peke yake. Unaweza kuwa apostle financially. Yani unatembea na neema ya kitume kwenye mambo ya mahela. Kila unachofanya kinakuja chenyewe. Unaweza kuwa apostle wa music. Yani wewe si mchungaji, lakini kwenye ile mambo yako uimbaji tu, wewe ni apostle. Yani ukitunga nyimbo tu inakwenda. Sio unatunga nyimbo tu havinibabaishi nyimbo za kufuta watu, ondoa. Yani unatunga nyimbo ambazo zimejaa weledi. Usitunge, yani unatunga nyimbo ambayo ile nyimbo inadumu miaka mingi bila kuchuja. Sio unatunga nyimbo leo alafu kesho imefanya nini? Imechuja. Ina maana hiyo nyimbo haikujaa weledi. Lakini ukiifukua nyimbo ambayo ile nyimbo umeitunga ambayo ni original, mimi nakwambia hata ukarudi nyuma leo unakunywa pombe, ile nyimbo ikipigwa watu wanainuka. Kwa sababu gani? Mungu alikuwepo kwenye utunzi ule. Kwa waimbaji nasema pokea apostolic grace.
Usiharakishe tu kusema eti volume 1 volume 2 ya nini. Hakikisha hiyo imeiva. Unakuwa apostle katika mambo ya music, alafu kuna wengine ni maapostle kwenye mambo ya pesa tu. Yani hata akiingia kwenye ibada namna hii, imba maliza, yeye anangojea wakati wa kutoa. Wakati wa kufanya nini? Wa kutoa, ndio anasikia raha. Wakati wa kutoa. Wewe wakati wa kutoa unainama kwenye kiti namna hii, wenzako wanaona raha wakati wa kutoa. Wenzako akimwona yatima wanaona raha. Wenzako akimwona mchungaji anasema ya kwamba bana nataka niweke mradi wa milioni 30, anamwambia mama count on me 10 million. Hao ni wale ambao ni apostolic grace, ambao imekanda no, to give is not an issue. Sio mpaka atishiwe. Ninaona jeneza. Kuna mtu ambaye sasa anaona kama anaingia kwenye jeneza. Toa ukombozi utoka kwenye jeneza. Kwa nini ulazimishwe? Wewe ni shemasi, tembea na upako wa kitume. Mungu akupe grace. Yani unaweza ukatembea hapo, ukafika Ubungo, unaenda Kariakoo, unamwona mtu maskini, wala haja kuomba, unamhurumia jinsi alivyo, halafu unajisikia kwenda kumsaidia. Haijawahi kutokea hiyo? Yani unamwona mtu tu amekaa, haja kuomba, lakini ukimwona unasikia huruma ndani yako. Lazima ufufue huduma iliyoko ndani mwako. Usipofufua utaanza kuparamia huduma za watu wengine, alafu ndipo zinaanza chuki na masengenyo. Unakuwa apostle katika uimbaji. Kuna wengine ni maapostle katika marriage. Yani yeye wala sio mhubiri wala nini, lakini ndoa yake ni mfano. Yani akisimama tu anasema namshukuru Mungu kwa familia yangu, tunaendelea vizuri, alafu anashika tumbo kidogo, watu unaona wanabarikiwa. Wako wapi? Yani unasimama unajisikia. Haujawahi kuona wakati mwingine kwenye kanisa mtu akisimama namna hii unaona raha ukimwona? Na kueleza hivyo kwa sababu kesho nitakuombea special prayer. Kwa hiyo mbegu ambayo unataka ingie ndani mwako, apostolic grace ikiwa juu yako, katika kila jambo unalolitaka linakuwa. Mfano neema ya kitume ikiwa juu yako, Mungu anakusaidia. Kama utakuwa shemasi wa kawaida tu, utakuwa kama Stefano, utainua wagonjwa, utafanya miracle, lakini bado utamheshimu Petro. Bado utamheshimu nani? Petro. Hata unasema bwana mimi nina degree 3 4 5, jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliona mbali. Alimuinua Petro ambaye hajui kusoma wala kufanya nini, kuandika, akamweka kuwa chief apostle. Kwa maana Mungu angalia ile degree, anaangalia wisdom. Na sio kwamba anadharau wasomi, no, adharau wasomi. Ndio maana alimuinua Paulo. Sema amina. Kwa sababu angeachwa Petro peke yake hapa, tusingekuwa na agano jipya. Maana Petro hakuandika kitabu chochote. Hata ile waraka wa Petro aliandikiwa, akamwambia mzee mzima usiondoke ghafla hapa, njoo. Sema ilikuwaje? Yesu tulikuwa naye, tumetembea naye, tumekaa naye. Tulikuwa naye. Kaambia inatosha hiyo, peleka mbele. CV amemaliza hapo. Lakini Paulo ambaye alikwenda shule akaanza kutoa vitabu, anaanza kuzungumzia mahusiano ya ndoa, anazungumzia karama, anazungumzia huduma 5, mimi namuomba Mungu elimu yako ikatumika katika kujenga mwili wa Kristo. Yani nasema degree yako ikajenge kanisa la Mlima wa Moto, diploma yako ikajenge Mlima wa Moto, biashara yako ikajenge Mlima wa Moto. Sema amina, glory. Paulo akasimama, alikuwa ni mwana filosofia. Akasimama akajua hapa huyu Yohana ni mamuma, ameona maono mpaka mbinguni, kuandika 0. Sema amina. Petro sio, Yakobo naye ovyo. Sema amina. Ndio akakaa akasema ulinifundisha na nilisoma chini ya Cornelio, nina PhD, alafu nitaandika. Akaanza kuandika 1 2 3 4 5, akaandika yote. Baadaye akapambana na msomi mmoja anaitwa Apollo ambaye alisoma kwenye chuo cha Alexandria, akamchallenge. Lakini Paulo kwa wisdom yake akasema kwamba Paulo alilima, Apollo alipanda, huyu alimwagilia, mkuzaji ni Mungu. Sema amina. Akaweza kupambana. Tumia elimu yako kwa kujenga mwili wa nani? Wa Kristo. Wewe umesoma sociology, umesoma engineering, wewe ni lawyer, wewe ni advocate. Why don't you apply that principle plus the divine grace to lift up the God, church of God?
Wewe unataka mpaka Mungu amuokoe mtu leo. Sasa mfano Komba hajasoma, amekuja mara hapa, amemaliza darasa la 4, alafu ndio aanze kumpeleka leo na umri huu atafikia PhD. Mungu anakuhitaji wewe. Hebu mwambie, elimu yangu nitaitumia na nini? Na nini? Yani we need people, hiyo skill ambayo Mungu aliyokupa. Unaposimama wewe pale ulipo, pengine umekuwa mkurugenzi, wewe pale ulipo umekuwa kiongozi katika kazi yako, hata kama umestaafu, hiyo skill ambayo Mungu amekupa unaitumiaje katika kingdom of God? Alafu umesimama tu hapa, elimu yangu yote nimeshusha chini, kila kitu ni zero, hapa ni kuselebuka tu, ni kuselebuka. Tutakwenda kweli kuselebuka hapa. Wangapi wamemaliza form 4? Najua una elimu kubwa, mimi nataja ya form 4 hiyo tu, weka juu mkono. Mungu akakutumie katika kujenga mwili wa Kristo. Si unakaa tu unaselebuka. For what reason? Unashindwa kutumia elimu yako ya kawaida, kwamba Mungu ameniinua kwenye hili kwa ajili ya Kristo. Mungu ameviinua vyombo vyenye nguvu ili wajisaidie vilivyo nini? Dhaifu. Alafu unasema kwamba ngoja nikatafute upako. Ukautafute kutoka wapi? Biblia inasema hivi, Yesu alipopaa aliwapa wanadamu vipawa. Ni Mungu anatoa, sio wewe unarukia, ni yeye anatoa. Na yeye Mungu anaangalia utayari ulioko ndani mwako. Nimekueleza hivi, alafu nataka uangalie utayari katika elimu yako ulionayo, unaitumiaje katika ufalme wa Mungu? Simama pale ulipo. Mungu wa Israeli akakubariki na kukuinua. Ninaomba elimu yako ikafanya kazi. Wewe ni mjasiriamali, wewe ni mtu mmoja, unatumia nini kwenye ufalme wa Mungu? Alafu mpaka dakika unakaa tu ninamngoja Bwana kwenye jambo lipi? Kwa nini nimezungumzia kwamba utafute wito Mungu aliyokuitia? Siwezi nikaomba kwa mtu ambaye hajijui yeye ni nani. Siwezi. Ninamwombea mtu ambaye anajitambua, ambaye anasema mimi ni wa aina fulani. Yusufu alijitambua tangu alipokuwa mtoto mdogo, na ndoto yake ikatimia. Alitoka alipokuwa ikatimia baada ya miaka 18. Mungu alisema naye akiwa na miaka 12, ikatimia baada ya miaka 18. Alipofikisha miaka 30 ndio ndoto yake ikatimia. Ndugu zake wote wamemburuza katikati, akatimia mbele. Labda kama una wito bandia, lakini wito wa kimungu, nataka nikueleze kwamba anayeuelewa ni wewe binafsi. Unajua nimeitwa kufanya nini, na ninaomba Mungu akapate kukusaidia kwenye hizi neema. Kuna neema kubwa ambayo inashuka. Unaweza kaa apostle financially, pesa kwako yani haina tabu. Unaweza kaa apostle kwenye praise and worship, na unaweza kaa apostle yani uko kwenye praise and worship ukiimba tunakuwa kama Daudi, miracles zinafanya nini? Zinashuka zenyewe. Ni kwa sababu hujaelewa tu jinsi ilivyo.